Kule ulikotuambia kwa wakubwa tayari umeshatepeta bao 2 ukiwa ugenini zidi ya Al Masry. Kweli Masry wametupiga sisi bao 2, lakini kiangalia katika mifumo ya mipira, mpira uliopiga Simba nimeona kabisa wale Al Masry wakija hapa sisi hawezi kutoka kwa Mkapa na tunamtoa kwenye mashindano. Al Masry wakija kwa Mkapa tunamtoa kwa sababu nimeangalia asilimia kubwa uwanjani kwenye pitch. Kwa sababu watu wengi wakiangalia mpira wanaangalia magoli tu. Hiyo sisi wataalamu tunaangalia pia kwenye pitch, tunaangalia uwezo wa battle la uwanjani. Mandala ili kuvuka kwenda na hatua inayofuata na magoli ndio yanaangaliwa. Ndio maana nimesemaje, kweli wametufunga magoli 2. Ila kwa pitch jinsi wanavyocheza ni timu ambayo kutupa sisi pressure. Kwa sababu wanaweza kaja kwa Mkapa mpira wao wa kudefense kwa sababu ugenini tu kwao tupokuwa wamedefense kama uliangalia vizuri. Na magoli yao wameshinda magoli ya counter, si ndio? Kwa hiyo kama kwao wamedefense, kwetu sisi tunakujaje kwa sababu sisi kwetu hatuna sisi cha kupoteza. Kumbuka tushafunga goli 2, sisi hatuna cha kufanya nini cha kupoteza. Kwa hiyo sisi kunikuja ni safi ni kushambulia tu. Kwa hiyo tunakuja hapa tunakuja kutafuta goli 3 kwa Mkapa. Na nakuahidi lazima tumpige goli 3 na aweze kutoka pale kwa Mkapa. Mandala kama umekuwa mpole sana, umepigwa na baridi. Sio mpole, tukiangalia ujue hii michuano watu wengi wanashindwa kuelewa. Ujue hiki kipindi hiki upepo huu. Umeona upepo tunaongea. Kipindi hiki timu zote zinacheza michuano ya nini? Ya kafu. Timu kubwa zote Afrika zote, timu kubwa tu zinacheza michuano ya kafu. Mamelodi. Ya kweli kwani uongo? Simba Sports Club, Mamelodi zote zipo kafu. Timu zilizobaki ndogo ndogo tunazoona ligi kuu, sijui Yanga na Tabora, sijui nani na nani. Hizo zote timu ndogo ndogo. Kwa hiyo hapa ndio utaona utofauti wa wachezaji quality na wachezaji wa kawaida. Kwa hiyo kuna wachezaji wa kawaida wanaocheza ligi kuu kina Pakome kina nani, huwezi kufanisha na Mpanzu. Unaona kabisa timu mpaka nafikia Mwarabu kudefense kwake. Simba sasa hivi unaona kabisa muunganiko upo, wachezaji wana passes zinafika, wanashambulia, lakini ukiangalia uwezi Mwarabu wana mambo yao, magoli yenyewe hayaeleweki. Hata mtu wa Yanga ukimuuliza anakuambia magoli yenyewe hayaeleweki. Hayaeleweki kwa namna gani? Kwa goli la pili si umeona ile paka pupu limepigwa, maka ndani mwenyewe hata hajui kafungaje. Goli la pili imefungwa haeleweki, mara sio goli mara VAR mara nini. Sema ndio hivyo tumefungwa goli 2, lakini kwa mpira uliocheza wale kwa Mkapa hawezi kutoka, lazima tuwapige. Mandala, kilichoikwamisha Simba mnyama wa mwituni ni nini? Simba ukiangalia ujue katika michuano kuna kitu kimoja waandishi labda mkielewe. Michuano hii kila mtu anacheza kwake vizuri. Kwa hiyo Al Masry kautendea haki uwanja wake kucheza kwake vizuri. Bado sisi upande wetu kuja kutendea haki uwanja wetu. Sasa inategemea uwanja wako wa nyumbani unautendea haki kwa asilimia ngapi? Al Masry mpaka sasa hivi ameutendea haki uwanja wako kwa asilimia 60. Sasa sisi Simba tuna kibarua cha kuja kutendea haki uwanja wetu kuanzia asilimia 80 na kuendelea. Na ninavyojua mimi Simba katika michuano na timu kama Al Masry wana defense kwao, tunakuja hapa kuonyesha maajabu makubwa na tunamtoa Al Masry na watu hamtuamini hapa kwa Mkapa. Aliruhusu umiliki mpira lakini yeye amemiliki ubao wa matokeo na unajipa matumaini kwamba kwenye dimba la Mkapa unaenda kufanya vizuri. Hata kuruhusu pia ucheze mpira na yeye pia atakuja kwa mpango wa kupata goli. Kumbuka anakuja hapa uwanja wa Taifa, anakuja kukutana na shabiki wa Simba ambao tumejaa full house. Yaani picha linaanza wakija tushafunga magoli kupitia mashabiki, kwa sababu kwanza ametupa hasira mashabiki wa Simba kukata tiketi kwa wingi. Tutakata tiketi kwa wingi tujaze full house uwanja. Na ikiwezekana muomba Mohamed Mo Dewji, ikiwezekana halipie viingilio mashabiki, ikiwezekana kiingilio kiwa 2200. Tujaze uwanja ili wakija Al Masry washangae. Hii mechi ni mechi ya kufa na kupona. Hii mechi sio kumwacha mtu salama. Wana Simba tukao tuungane hii mechi kwa ajili ya kupita. Na tunapitaje? Tujaze uwanja, ikiwezekana hadi viongozi. Yaani ikiwezekana hata kama inawezekana kuingia mashabiki free, tuingie mashabiki free. Kutokana na nini? Kwenda kuisupport timu yetu. Naamini uwanja ukijaa, wachezaji wakiona tuna hamasa kubwa watakuja kujitoa uwanjani. Naamini hii mechi hii hatua sisi tunavuka na tunaenda, kwa sababu sisi tunalengwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Al Masry huwezi kuwasifia sana, huwezi kuwazodoa sana. Wapo katikati kwa sababu wametendea haki uwanja wao wa nyumbani. Kwa upande wa pili wamefanikiwa kwa sababu wameshinda goli 2, lakini ukiangalia uchezaji wao kama una jicho la mpira, ukiangalia uchezaji wao ni timu ya kawaida sana, sio timu ya kuisumbua Simba Sports Club. Mandala, sio kwamba aliyetangulia ni ametangulia tu. Yaani nikukumbushe ndugu zako na MC Alger. Walienda wakaweka ukuta wa Eliko pale kama sio wa Babeli. Na matokeo yakawa ni mazuri kwa MC Alger, akavuka paka hatua ya robo finali kwenye mashindano ya CAF. Na nyie mnakutana na kitu kama hicho. Unajua hapa ndo utajua utofauti wa Simba na Yanga. Unajua hata shabiki wa Yanga kipindi wanatolewa pale Yanga, kila shabiki ukimuuliza anakuambia angekuwa Simba angeenda.
kila shabiki ukimmoja angekuwa Simba angeenda. Angekuwa kwa sababu anaelewa wazi kwamba Simba wanaelewa nini wanachokifanya. Sisi Simba sio mara moja tunatakiwa tupate goli 3 pale kwa Mkapa ili tuvuke na tunavuka. Sisi kuna mechi ilikuwepo hiyo, lazima sisi tushinde ndo twende. Lazima tushinde. Hamna option nyingine zaidi ya kushinda. Tulimpiga Sivita tukamtoa sisi tukaenda. Lakini ikitokea 2-2 tunaenda sasa. Yaani ikitokea 2-2 tunaingia matuta. Tunapigana matuta. Tukimpiga 2 bila tunaingia matuta, tunapigana matuta. Tukimpiga 3 tunamtoa. Kwa sisi tuna option ya kuvuka na tunapita na kuahidi. Tunapita na mtu amini. Kwa jinsi Almasi nilivyoona wachezaji wao kama wametufunga goli 2, Simba sisi tunapita. Sisi magoli yetu tunakuja kuanzia magoli 3 na kuendelea. Kwa hiki kipigo ni kwamba Simba mlishindwa kuwaheshimu wapinzani wenu? Huwezi kusema kuwaheshimu hata Simba kwa sababu ukiangalia katika ball position Simba ina asilimia kubwa sana kumiliki mpira. Na ukiangalia hata katika pitch Simba imecheza mpira mkubwa. Kwa hiyo hii tafsiri sahihi kwamba Almasi wenyewe wanajua wanaenda kukutana timu aina gani tena ikiwa ugenini. Wanajua wazi tunaenda ugenini na sifa Simba inajulikana kujaza. Tushachukua si tunzo ya kujaza viwanja. Mashabiki bora tuna tunzo hiyo. Kwa hiyo kama kwenye pale Almasi wenyewe tuna mashabiki wetu karibia hata robo wamefika. Kwa hiyo kwa Mkapa na ndio maana uomba uongozi wa Simba kwa hii mechi kwa matokeo yaliokuwepo kama inawezekana waweke kiingilio cha bei rahisi cha 2000 kama hawatojali waeke huku mzunguko bure huko kwingine na waeke hata 5500 kama hawatojali hili kwenda kuisupport sisi timu yetu. Tunataka tujaze uwanja full house, wakija washangae. Lengo letu sisi kuipambania Simba yetu twende. Na hii kila mwana Simba mwenye kufanya uwezo wake wote afanye. Mwenye kusali afanye maombi, mwenye kwenda kwa Kwani Musa afanye maombi, mwenye kwenda kumsikitini akafanya ibada, mchawi wa kuloga aroge, mganga wa kufanya chochote mtu afanye ili kuhakikisha Simba inavuka. Sasa mmefikia kwenye hatua za maombi. Yaani chochote unachoweza kufanya fanya Simba yako ivuke. Sisi lengo letu sisi ni kuvuka na tunajua tuna watu wanalombana na timu yetu. Tunajua kuna watu hawana nia njema na sisi. Tunajua kuna watu wanafurahi na matokeo lakini lengo letu sisi hawa watu kuwaumbua katika michuano. Kwa hiyo sisi lengo letu ni moja ni kuvuka na hatuwezi kumwacha mtu salama. Hamwezi kumwacha mtu salama. Mmemiliki mpira na kukumbusha. Mmemiliki mpira lakini kupata matokeo yani mpira kuzama wavuni ilikuwa ni kazi kweli. Nini ambacho kimekwamisha au nini kingebadilika basi mngeweza kupata matokeo mazuri? Warabu ukiangalia na mabeki wazuri wa kuzuia pale nyuma na ukiangalia mimi binafsi ningeona Ateba angetolewa mapema. Angeuzwa Desi Mkwala tungepata sisi hata goli moja kwa sababu Mkwala unaona kabisa ana uwezo kwa sababu timu ina defense. Au unashambulia watakuwa wapate namba 9 ambao anajua ujue Mkwala nani Ateba mzuri timu iko inashambulia yeye anasaidia kukaba. Yaani striker yake mchezaji wake ulivyo yeye anasaidia kukaba lakini timu ambayo ina defense striker mzuri atakao mtumie Mkwala. Kwanza muingiza Mkwala mapema tungepata matokeo lakini uweze kumlaumu kocha kwa sababu tumedominate tumecheza mpira vizuri na ukiangalia hata quality ya uwanjani. Ingekuwa ile goli 1-0 hawa Arabu wangekupa awamu. Kilichofanya watu wapate mdomo ile goli la pili. Ingebaki 1-0 na mchezo wao jinsi wanavyocheza vile. Waarabu wenyewe wanajua tuna shughuli kubwa. Na ndio maana walishangilia sana ile goli la pili. Walijua wazi kwa jinsi na Simba walivyo. Tukienda kwao. Simba ina combination. Simba sasa hivi compound imepatikana. Simba ina quality player, Simba ina passion, wachezaji wana passion, wachezaji wapo quality, wachezaji wana evidence, wana confidence. Yaani wachezaji wa Simba una uwezo wa kupeleka hata England Premier League na wakacheza na bila kukaa bench. Ila hii timu nyingine tunazoziona Rashida leo si wapi huko wale. Hayo Kenya ndio labda wakaenda ligi ya Kenya wachaguliwe tu mmoja mmoja. Mimi nakwambia tu ukweli. Wachezaji wa Simba wana high quality. Wanacheza ligi yoyote. Unaona kabisa wachezaji kama Mpanzo. Umeona Mpanzo alivyo? Wewe mfanishe Mpanzo na hizi takataka nyingine hizi. Si kina Pakome, si kina nani mfanishe Mpanzo na kina Pakome. Ni swala la kudharau taifa. Mandala kwa kumalizia tu. Performance ya referee kwenye mchezo wa leo Simba dhidi ya Almasi. Referee kachezesha mpira vizuri japo kaangalia kuna penalty tumenyimwa. Uliona wazi hamna mtu asojeli ilikuwa ni penalty clear. Penalty mchezaji yani tukio moja penalty 2 mfululizo. Lakini kapeta na ubaya labda wachezaji wetu sisi. Ujue kuna kitu kimoja tujifunze hapa. Umeona Arabu ile goli ilivokataliwa. Waliwamaki kwa referee paka aende kwenye VAR na wakapata goli. Kama uliangalia ile penalty mimi naamini wachezaji wangeenda kumzonga refa aende kwenye VAR ile ilikuwa penalty. Clear. Tuseme bado Simba mjawa na ukomavu kwenye michuano mikubwa. Hiyo ndo ligi yetu Tanzania wachezaji wengi wapo hivyo. Mimi nakwambia tungekuwa na ukomavu.
tungeenda kumfuata referee na kumwataki aende kwenye VAR, ile ilikuwa penalty clear. Lakini umeona wenzetu Arabu, goli kwa lishakataliwa, sio goli kwa offside, unakumbuka Lakini wamemfuata referee, wamemwataki dakika ya mwisho, goli kwa nini? Goli kwenda kwenye VAR. Kwa hiyo hapo tunacha kujifunza. Kuna muda kuna matukio yalikuwa wachezaji waamke wamwataki referee kwa ajili ya kwenda kuangalia VAR na badilisha matokeo. Shukrani sana Mandala. Nashukuru.